Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hii ni Disemba 31 mwaka wa 2025. Mwaka huu tumekuwa na mada nzuri inayosema Munue Yesu juu, katika sehemu ya kwanza na ya pili. Mwezi wa Disemba tumejifunza mada kuu isemayo Munue Yesu juu kama mfalme ajaye. Na leo Disemba 31 tunaenda kuiangazia mada inayosema washirika pamoja na Kristo wa utukufu wake. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Isaya sura ile ya 25 aya 9. Neno la Mungu linasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie, na tushangilie na kuufurahia wokovu wake. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya siku hii njema ya leo. Asante kwa sababu ya uzima. Asante kwa sababu ya neema ya kuiona siku ya mwisho ya mwaka 2025. Leo ni Disemba 31. Kila mmoja akitazama nyuma anayo mambo mengi yasiyoelezeka ambayo kwayo anapaswa kukushukuru. Nasi kwa pamoja tunasema asante. Tunaelekea kuianza mianzo ya mwaka wa 2026. Tunajikabidhi mikononi mwako. Kama ambavyo umetembea nasi kwa mwaka wa 2025, tunakusihi utembee nasi pia kwa mwaka wa 2026. Tuongoze, tubariki, tutakase. Tunakushukuru kwani wewe pekee ndiye Mungu na kwamba wewe ni mwaminifu. Nasi tunakuja kwako kwa unyenyekevu kujifunza somo hili siku ya leo. Tuongoze na utulinde, tusaidie tuelewe haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Yesu anakuja, lakini si kwa ajili ya kusikiliza huzuni za wanadamu na kusikiliza mwenye dhambi aliye na hatia akikiri na kuungama dhambi zake na kumtamkia msamaha, maana kesi ya kila mmoja itakuwa imekwisha amuliwa kwa ajili ya uzima au mauti. Wale walioishi katika dhambi watabaki kuwa wenye dhambi milele. Wale ambao wamekiri na kuungama dhambi zao kwa Yesu katika mahali patakatifu wamemfanya yeye kuwa rafiki yao na kuupenda ujio wake. Watakuwa wameandikiwa msamaha kwa dhambi zao zote, na hali wakiwa wametakaswa mioyo yao kwa kutii kweli, watabaki kuwa safi na watakatifu milele. Yesu anakuja kama vile alivyopaa kwenda mbinguni, ila akiwa na utukufu zaidi. Anakuja na utukufu wa Baba yake na malaika wote watakatifu wakimsindikiza katika ujio wake huo. Badala ya taji ya kikatili ya miiba kutoboa mwili wake mtakatifu, taji inayong'aa utukufu itafunika paji la uso wake mtakatifu. Hataonekana tena kama mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, bali kipaji cha uso wake kitang'aa zaidi ya mng'ao wa jua. Hatavaa vazi ambalo halikushonwa, bali vazi jeupe kama theluji linalong'aa kwa kumetameta. Yesu anakuja, lakini haji kutawala kama mtawala wa muda mfupi. Atawafufua wenye haki waliokufa, atawabadilisha wenye haki walio hai na kuwapa mwili usiopatwa na mauti, na akiwa pamoja na watakatifu atautwaa ufalme wote chini ya mbingu. Ufalme huu utadumu milele. Kisha wale waliomngoja kwa saburi watabadilishwa na kufanana naye. Ikiwa malaika mmoja wa mbinguni alisababisha walinzi wa Kirumi kuanguka kama waliokufa, itakuwaje kwa wale ambao hawajajiandaa, waovu, kuweza kumwona Yesu katika utukufu wa Baba yake
na malaika 10,000 walioongozana naye na bado waendelee kuwa hai? Watawezaje waovu kustahimili mwonekano huu? Wataililia miamba na milima iwaangukie, ili iwafiche na uso wake yeye aliyeketi katika kiti cha enzi na ghadhabu ya mwana-kondoo. Fanya maandalizi kwa bidii sana kwa ajili ya kukutana na Yesu, ili atakapoonekana uweze kushangilia kwa furaha. Tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Hatimaye utakuwa umepata uzima wa milele na utakuwa mshirika pamoja na Kristo wa utukufu wake. Daima utaisikia sauti yake takatifu ikithibitisha, tazama, watu wake wapendwa. Youth Instructor, Aprili 1 mwaka 1854. Hakuna hata mmoja ampendaye Yesu kwa dhati atakayesikitishwa na kuja kwake. Na wanapokaribia kuja kwake mwana wa Adamu, wale wampendao Yesu kwa dhati wanalitazamia tumaini kwa furaha, na watajitahidi kuweka kila kitu tayari kumtazama yule ambaye nafsi zao zinampenda, aliyekufa ili kuwakomboa. Youth Instructor, Aprili 1 mwaka 1854. Hii ni Disemba 31 mwaka 2025. Mada ikisema washirika pamoja na Kristo wa utukufu wake. Hili ni somo la mwisho kabisa katika mwaka huu, mwaka tuliojifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025 kutoka katika kituo chako pendwa cha The Gospel Media, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya masomo haya ya kesha la asubuhi kwa mwaka huu. Ikiwa Bwana atatupatia kibali, basi kwa furaha tutajumuika pamoja kwa mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026 tutakuwa na mada nzuri pia. Kitabu tunachojifunza kwacho kinasema Baba yetu anajali. Mungu atujalie neema yake ili sote tukajifunze namna gani huyu Baba yetu anajali katika 2026. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Fikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu
kusikitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara nitajificha kwako, ndani yako, ndani yako. Mwamba imara nitajificha kwako, ndani yako, ndani yako. Mwamba imara nitajificha kwako, ndani yako, ndani yako.